Habari Leo, gwiji la habari, habari kubwa ameandika Papa alimtumia ujumbe Samia kabla ya kifo. Inaambiwa Papa Francis alimtumia ujumbe Rais Samia kabla ya kifo, ni habari katika ukurasa wa pili. BBT yazidi kunoga, mradi wa bilioni 646 kuwezesha wanawake vijana, habari katika ukurasa wa pili. BBT yazidi kunoga, unaambiwa kwamba miradi wa bilioni 646 kuwawezesha wanawake vijana, ni habari hiyo katika ukurasa wa pili. Lakini pia kuna habari wameandika Majaliwa atoa maagizo kuboresha ushirika, ni habari katika ukurasa wa pili. Benki yake yaanza na mtaji wa bilioni 69 kujiendesha kibiashara. Majaliwa atoa maagizo kuboresha ushirika. Lakini hapa kuna habari, picha kimeonyesha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akipewa maelekezo na meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika mkoa wa Tabora. Huyu ni Wetco 2014 Limited, Samuel Jokea, kuhusu majani ya tumbaku ya mvuke alipotembelea mabanda ya maonesho kabla ya kuzindua mdahalo wa upatikanaji mitaji ya fedha na fursa za maendeleo ya ushirika kwenye kituo cha mkutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma hapo siku ya jana. Lakini kulia kwa waziri mkuu ni waziri wa kilimo Hussein Bashe, na kulia ni mwenyekiti wa kamisheni ya ushirika Tanzania Abdul Majid Msekera. Habari na kutoka ofisi ya waziri mkuu ni hiyo habari inayohusu Majaliwa akitoa maagizo ya kuboresha ushirika. Lakini pia tukitazama katika ukurasa wa 8, Mufti ateua mshauri wa dini uchumi. Lakini pia kuna habari imeandika TAMISEMI yaagiza marasi na madisi walinde amani. Benki ya Dunia yaisifu Tanzania usimamizi wa uchumi. Benki ya Dunia yaisifu Tanzania usimamizi wa uchumi, naye aliandikwa katika gwiji la habari. Na sasa tutamatishe na Mwanga wa Jamii, Nipashe kwa siku ya leo. Katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, habari kuu ameandika Heche atoa kauli nzito akiteta na wagombea. Ni katika mwendelezo wa vuguvugu la no reforms no election. Hawashangaa makada wa Chadema wanaotaka, ni habari katika ukurasa wa pili. Wanaotaka imeishia hapo, lakini kuna nukuu hapa ya John Heche akisema hakuna shida ya kuteteana matatizo na serikali, hakuna shida ya kuteteana na matatizo na serikali. Shida tulionayo ni kudai haki, shida tulionayo ni kutaka nchi yetu iwe sehemu ya haki.